Unayenisikiliza au mnaonisikiliza na mlio na nguvu, mshaurini Samia au kaeni na Samia, kaeni naye kitako ili ifanyike namna ajiuzuru, ili kuitoa nchi kwenye bonde la vilio, kwenye bonde la mauti. Kaeni naye. Nikiongelea habari za kukaa naye, nadhani munafahamu ninamaanisha nini. Hiki kinachoendelea, namna mbalimbali hizi, kesi za ugaidi, utekaji, upotezwaji wa watu, namna mbalimbali, lazima mfahamu kwamba zimebakia kuwa ndio njia pekee za kujaribu kumlinda Samia akafike huko anakoenda kufika. Nilisema hiki kabla ya 2025. Nilisema napoelekea kwenye kile kilichoitwa uchaguzi. Niliwaambia CCM inusuruni nchi, iokoeni nchi. Baada ya kile ambacho mtasema ni uchaguzi, kutakuwa na giza mfululizo ambacho kwa mujibu wa Biblia inafanana sana na kile ambacho kilitajwa. Itakuweko dhiki kwenye nchi hiyo, kwenye wilaya hiyo ambayo haijawahi kuwako kabla. Kwenye nchi yetu tunapopita, kinachoendelea sasa ni dhiki na mateso ambayo kilichoandika katika Danieli 11 mstari 21 yameandikwa yote kwamba mtawala huyo atakuja kwa njia ya kujipendekeza. Atakuwa ni yule ambaye hakutarajiwa, alionekana ni wa kudharauliwa. Nadhani kwetu tunafahamu mwanamke hakutarajiwa angeweza kuja kuwa rais, lakini imeandikwa ya kwamba atafanya makufuru, ufalme wake, wasaidizi wake, ili wamprotect, ili wamhakikishie usalama wa kuendelea kuwepo hapo. Watafanya dhuluma juu ya watu, juu ya uhai wa watu, maisha ya watu ambayo baba zake wala babu zake waliomtangulia hawajai kufanya hivyo. Ilimtabiri kwamba ni mtawala ambao wenye silaha watakuwa upande wake wakimfanikishia dhuluma ya kila namna. Ilitabiriwa kwamba ataigawa nchi kwa rushwa na ataziteka nyara ngome zenye nguvu. Ngome zenye nguvu, bila shaka unafahamu, mahakama, mwendesha mashtaka, majeshi, bunge. Sasa unaona aina ya makesi ambayo Samia anayaunda, anawabambika watu, hayajawahi kuwapo. Angalia namna ambavyo Samia ameua watu na amejisifia kwamba majeshi yamefanya kilichotakiwa. Kuna serikali itakiwa kupinduliwa. Wakati wa uchaguzi palikuwa na serikali gani? Kwa nini mlikimbia haraka kwa hapa? Palikuwa na serikali gani? Hapakuwa na mapinduzi yoyote. Lakini unamwona ni mtu tu ambaye damu, ni mtu wa damu, na wanaomzunguka na wanaojaribu kulinda awe ni huyu tu, awe ni huyu, wamejiapiza kumwaga kiwango chochote cha damu. Hakuna namna inasubiriwa kwamba sijui akiwapa kesi za ugaidi, watu za uhaini, akateka, kaua. Hakuna namna ambayo inaonyesha kuna siku atafika mahala sasa atasetwa, ataona sasa wamenyooka, wamekoma, wametulia, hakuna. Kwa hiyo mimi nilishauri tangu kule nyuma kwamba kulikuwa na kila sababu CCM na watu wote, mkiwemo mlio wakuu wa majeshi, mlio majeshini, mlio kwenye tisi, kulikuwa na kila sababu Samia asiendelee kuwa kiongozi. Na mpaka leo na shauri hilo, hakuna mnachosubiri sio 2030. Hiki kinachomfanya Samia
uongozi wake uwe hivyo. Hiki kitakuwepo miaka yote, kitakuwepo miaka yote iliyoko huku mbele. Hakuna ubaya unaotakiwa kupewa miaka, kwamba si mpaka uchaguzi. Hakuna uchaguzi mbele huku unakuja, utatengeneza urais wa kupatikana mtu wa kuitoa nchi kwenye bonde la uvuli wa mauti, kwenye ubonde la uvuli wa vilio. Jambo hili linatakiwa lifanyike leo. Jambo hili linatakiwa lifanyike mapema. Mshaurini Samia, kaeni na Samia, kaeni naye kitako ili ifanyike namna ajiuzuru. Tafuteni namna ili nchi itoke kwenye bonde la vilio. Hiki kinachofanyika, sababu zinazotumika kuwapa watu makesi haya yanayoitwa ya ugaidi, ujue ni saa yoyote sababu hiyo itakuwa juu ya yeyote. Sababu zinazotumika kuteka, kupoteza watu, kuua watu, saa yoyote zitampata yeyote, kwa sababu kuna kitu ambacho kuna watu wanajaribu kilinda, kwamba kwa gharama yoyote inabidi afike. Kwa ujumla atakapoishia sio kile kinachoitwa 2030. Hiyo nishawaambia, mnajidanganya. Unajua hii dunia, kudhani kuna mfumo kwa nchi yetu ilipofika, kudhani kuna mfumo wa uchaguzi utakuja kuleta mtu. Inawezekana mtu anaweza kubadilika, lakini anaweza akawekwa mtu atakayekuwa na, kwa sababu njia pekee ya kulinda ubaya kwa mtu ambaye hana mpango wa kutubia na kuwajibika kwa sababu ya ubaya, njia pekee ni ya kuziba ni kufanya ubaya mara 5 yake, mara 10 yake. Samia ni kiumbe ambaye hata kama itatokea wao wenyewe wabadilishane, waje hizi type unazoona pengine akina Ridhiwani Kikwete na unaowajua na tusiowajua, na kuhakikishia hawa jamaa hawatakabidhi nchi mikononi mwa mtu atakayeitoa kwenye uvuli wa vilio, kwenye uvuli wa mauti. Watamkabidhi mtu ambaye ameloa damu, ambaye hata atakapotaka kuwashughulikia wengine na yeye ameloa damu. Lakini kama hiyo haitoshi, system iliyofanikisha Samia kuwa hapo, kikafanyika kilichofanyika kwa Magufuli, hiyo system inajua imeoga damu, inajua imeoga damu, haina utaratibu wa kawaida. Mimi ni washauri tu, itafutwe namna. Kae na Samia, mwambie jiuzuru, itoe nchi kwenye bonde la uvuli wa mauti.